Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 2 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema kishindo cha mikopo umiza tashtua BOT yaja na dawa kuikabili. Lakini kuna habari inayosema SGR sasa rasmi kuunganishwa Burundi na DRC. SGR sasa ni rasmi kuunganishwa na Burundi na DRC. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni bei ya mafuta za tikisa. Bei ya mafuta za tikisa, hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini zapanda kwa asilimia 33 ni janga la dunia ni kote. Ewura yataja sababu. Lakini baadhi ya nchi hali tete zaidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini anguka kizimbani akinusurika kifungo cha maisha. Anguka kizimbani akinusurika kifungo cha maisha. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Na gazeti lako la Mwananchi lenyewe asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema wananchi Same waingiwa hofu ardhi ikipasuka. Wananchi Same waingia hofu ardhi ikijipasua. Lakini bei ya mafuta ya ng'ata. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi, inasema bei ya mafuta ya ng'ata. Lakini hivi ndivyo bajeti ya shilingi trilioni 12 inavyokugusa. Hivi ndivyo bajeti ya shilingi trilioni 12 inavyokugusa. Lakini bwawa la Nyerere mjadala kutumika chini ya kiwango. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini walichojadili Rais Samia washindani wake Ikulu. Walichojadili na Rais Samia na washindani wake Ikulu. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Habari Leo lenyewe linaandika habari inayosema kituo cha umeme cha bilioni 25 cha maliza kero wilaya 3 Morogoro. Lakini Kibaden kumradhi, wagombea urais watoa maoni maridhiano. Wagombea urais watoa maoni maridhiano. Wakutana na Rais Samia wahimiza uvumilivu wa kisiasa. Lakini wasisitiza ushirikishwaji wa wadau, uaminifu na kuheshimiana. Na bado kuna habari inayosema watoto watatu wafa kwa kuzama kwenye mashimo. Watoto watatu wafa kwa kuzama kwenye mashimo. Lakini bunge latoa agizo bei za mafuta. LATRA yazuia kupandisha nauli. LATRA yazuia kupandisha nauli. Lakini mwelekeo wa serikali 2026-2027 ndani ya gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo habari inasema Dr. Samia akutana na wagombea urais 2025. Dr. Samia akutana na wagombea urais 2025. Lakini Dr. Khalidi akagua vifaa vya ujenzi wa barabara. Na Dr. Mwinyi asisitiza uhifadhi wa maeneo ya kihistoria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema Zungu ataka majibu ya serikali kupanda bei ya mafuta. Huyu ni Zungu ataka majibu ya serikali kupanda kwa bei ya mafuta. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru ukweli na daima linaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi kuamua utalii kihistoria. Dr. Mwinyi kuinua utalii kihistoria. Lakini Rais Samia ateta na wagombea urais 2025. Rais Samia ateta na wagombea urais 2025. Lakini waliotajwa ripoti ya CAG hawachomoki. Waliotajwa ripoti ya CAG hawachomoki. Na Profesa Chichodringa achambua amani na maendeleo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika mafuta kupanda bei, serikali yatoa msimamo. Hilo ni gazeti la Wamachinga linasema mafuta kupanda bei, serikali yatoa msimamo. Lakini Dr. Mwigulu aanza na bajeti ya bilioni 12.5 na tofauti ya mishahara serikalini na sekta binafsi kupunguzwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga
kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema CCM yatoa pole kifo cha rais mstaafu Algeria. Lakini mkutano mawaziri na uchukuzi wahitimishwa DRC. Mkutano wa mawaziri wa uchukuzi wahitimishwa DRC. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Dr. Dugange azindua upandaji wa miti kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Lakini Rais Samia aanza hatua maridhiano. Rais Samia aanza hatua maridhiano. Waziri mkuu aomba bajeti ya shilingi trilioni 12.52. Lakini Dr. Mwigulu tunakutana kujadili bei za mafuta. Asema lengo la wananchi wapate bei wanayoiweza, pia kudhibiti kupanda hovyo kwa gharama za maisha. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako linaandika zaidi ya bilioni 517 kuboresha miundombinu ya barabara Dar es Salaam kupitia DMDP awamu ya pili. Lakini serikali yaahidi suluhisho mafuta kupanda bei. Serikali yaahidi suluhisho mafuta kupanda bei. Na watatu wakamatwa kwa tuhuma za mauaji ya dereva bodaboda Dodoma. Lakini bado kuna habari wanasema wanawake 200 wapatiwa mafunzo usimamizi wa mirathi Tegeta. Lakini ujenzi wa SGR Mwanza Isaka wafikia asilimia 67.85. Ujenzi wa SGR Mwanza Isaka wafikia asilimia 67.85. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani, na gazeti lako la Mwanahabari linaandika Azam mbabe kwa Singida Black Stars yashinda goli 2-1. Lakini Mayele kucheza kombe la dunia ni baada ya Kongo kufunga goli 1-0 dhidi ya Jamaica. Lakini Yanga yajipanga kushinda leo. Yanga yajipanga kushinda leo. Zawadi ya Kilamsa kapu za pagawisha timu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo linaandika baada ya miaka 52 DRC Congo ya fuzu kombe la dunia. Lakini CEO wa Singida Black Stars ajitosa uchaguzi TOC. Na bondia Chihosa azuiliwa kupigana. Na Simba hasira zote kwa Coastal Union leo. Lakini Depu afufua matumaini Yanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za mchezo. Gazeti lako la Machinga linaandika Ghana ya mtimua kocha Ado. Bodi ya ligi ya badilia ratiba ligi kuu. Depu Baka warudi na mzuka Yanga. Lakini Azam ya ichapa Singida Black Stars goli 2-1. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye mchezo naandika Dr. Mwigulu afunguka maandalizi ya AFCON 2027. Lakini Azam yatuma salamu Simba. Simba yaitisha Coastal Union. Hiyo ni Simba yaitisha Coastal Union na DRC yatinga kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika nyota wanane kwa tajirisha Man United. Lakini Dr. Pembe aridhishwa na ujenzi wa viwanja vya Kinyikani. Lakini Simba kuivaa Coastal Union kwa tahadhari. Azam yaisulubu Singida Black Stars kwao. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika serikali yajizatiti maandalizi ya AFCON. Azam yaishusha Simba. Afrika yapeleka timu 10 kombe la dunia 2026. Lakini Simba Coastal pumzi muhimu leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika Simba Coastal kuna boli mabao. Simba na Coastal kuna boli na mabao. Kisa cha nyota Yanga vigogo TFF kujifungia. Malindi bado hakijaeleweka. Lakini DRC akirudi kombe la dunia. Miaka 52 ya DRC akirudi kombe la dunia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamili linaandika Azam mwendo mdundo ni baada ya kumtandika Singida Black Stars goli 2-1. Lakini Simba nguvu moja kwa Coastal Union leo. Inaingia kwenye mchezo wa ligi kuu ikiwa na hasira ya sare. Lakini DRC Congo shangwe tupu. DRC Congo ni shangwe tupu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mchezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.